Namshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa rehema zake na utukufu wake. Nimepata bahati leo kwa mara ya kwanza kusimama katika msikiti huu kwa ukarimu wa viongozi wa hapa, mashallah, na kwa mapenzi yao makubwa. Lakini pia nimevamia tu msafara wa Sheikh Thumani, wala sikumwambia kama namfuata kuja kusikiliza hotuba, na yeye katamani basi waleo niwasalimie. Basi nawasalimia, nasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Jafar bin Abdurrahman. Mimi mshamba kutoka Morogoro, lakini napatikana sana msikiti wa Mtoro Kariakoo. Rafiki yangu sana huyu bwana, kwa kuwa ana mapenzi na wenzie, ana utu, ana uungwana. Basi muda mwingine huwa tunatamani tu kumkaribia. Mfano mimi nimerejea jana tu, lakini leo niliposikia Sayyid Mgwawa ananiambia Sheikh atakuwa na hutuba hapa darajani, basi nikaona isipite bure nije nimsikilize. Lakini mara nyingi na yeye kwa ukarimu wake upendaga akiniona na mimi niseme walau mawili. Sasa naogopa kuwapotezea muda, lakini niseme walau neno moja. Semeni inshallah. Sheikh Uthman Michael leo ametamayuri katika bahari ya kuwatetea wanawake ili tupate furaha ya maisha na tuishi nao vizuri, na wao watuboreshee maisha yetu. Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri. Kiukweli kabisa ameeleza maudhui hii kwa lengo la kutengeneza furaha ya nyoyo zetu. Mwanamke akiishi kwa amani akafurahi, basi na wewe ndio unanenepa, na wewe ndio unafanya kazi kwa ufanisi mzuri ofisini kwako, na wewe ndio utaonekana mwamba mtaani. Lakini pia mambo yote yanakuwa mazuri baada ya mke wako nyumbani akiishi kwa furaha na wewe. Mwenyezi Mungu atujalie mapenzi ya dhati kwa wake zetu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Sheikh kuna jambo amenieleza hapa, basi inshallah tutaangalia uwezekano. Semeni inshallah. Lakini mimi nikwambieni kitu, na kitu tofauti kidogo nijazie. Sheikh anatengeneza nyoyo zetu na nyoyo za wanawake tupate starehe. Lakini nikwambieni ukweli ndugu zangu Waislamu, hatuwezi kupata starehe ya dhati katika ndoa zetu na burudani kwenye ndoa zetu kama kuna kitu kimoja kitakosekana. Nikwambieni ukweli, duniani hapa starehe ziko mbili tu, hizo ndio kubwa, zingine zote ziada. Nisikiza kwa makini wewe unanitazama. Duniani starehe ziko mbili tu, zingine zote ziada. Toka ulimwengu ulipoumbwa mpaka leo starehe kubwa ziko mbili tu, zingine zote ziada. Starehe ya kwanza kabisa hapa ulimwenguni, ambayo mtaniunga mkono wote hata kama usiseme chochote, starehe ya kwanza ni wake zetu nyumbani. Hii ni burudani ya kwanza, ndio burudani ya kwanza ya roho hapa duniani. Wanawake kwetu na sisi kwao. Ndio maana Allah akasema hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hii ndio starehe ya mwanzo. Na ukimuona mwanaume yoyote au mwanamke yoyote hataki ndoa, ujue huyo ni mgonjwa, anapaswa kusaidiwa, kwa sababu anaiepuka starehe kubwa kuliko zote duniani. Jamani Waislamu, uongo kweli? Hata kama mtu sio Muislamu, uongo kweli? Starehe ya kwanza ni mkeo, na mumewe ndio starehe ya kwanza. Kama huna starehe hiyo, dunia umeikosa. Labda utaenda akhera, jitahidi kwenye ucha Mungu, utaipata akhera huko. Na ndio maana mwanamume yoyote akiona jambo lake hilo linaelekea kuharibika ama kuyumba, mwanaume huyu atapaparika haraka sana, atafute mpaka Wamasai barabarani, ataonja kila mti,
atabwia kila bwimbwi, ili mradi tu atengeneze hii starehe kae sawa sawa. Sijui tunakubaliana hapa? Starehe ya pili, kula. Kila mtu anatamani yale ashibe, haitegemei umekula nini, lakini ukishiba ndio unapata kibesi mbele za watu na kujifanya mwamba. Ukiona mtu anatia vurugu mtani kashiba, ukiwa na njaa unakuwa bwege sana, unakuwa mnyonge, unaweza ukaabudia hata visivyoabudiwa kwa sababu ya njaa imezidi. Si tunaelewana? Sasa ndugu zangu, niwaambie pia na Watanzania wenzangu wengine ambao wanatusikiliza. Juzi Mufti nilimsikia nimeongea neno kubwa sana kuihusia nchi hii juu ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Jamani, hizi starehe kubwa mbili na zingine ziada haziwezi kupatikana, haziwezi kuimarika kwenye nchi yoyote yenye machafuko. Huo ndio ukweli. Mheshimiwa Mufti juzi kuna neno kaliongea baada ya kulisikia neno la kiongozi fulani hivi wa kanisa akihamasisha watu kwamba nchi hii ikiwezekana kinuke, watu waingie barabarani wapambane. Inna lillahi. Sijui wenzetu hawajaoa, hawajui kwamba kikinuka hivi vitu havifanyiki. Ndugu zangu Waislamu na nyinyi msiokuwa Waislamu kwenye mitandao huko mnatuangalia live kupitia Saimgwawa, Delengi, si nini, kikinuka ule mchezo unafanyika. Waislamu, ule mchezo unafanyika. Nilikuwa na jamaa wangu anaitwa Rashidi Pilingu, ni jamaa wangu mpaka leo, lakini yuko nchi ya Kongo. Yeye alipata bahati mbaya, yuko pale Goma kwenye machafuko pale. Yeye ndio alikwenda kufanya dawa ya mihadhara kule. Kwa bahati mbaya kaangukia mji wa Goma. Alipoangukia mji wa Goma ndio kikanuka sasa. Naongea naye na ananiambia, bwana Jafari, natamani kurudi leo kesho, lakini narudi vipi, kwa njia ipi? Pamenuka kweli kweli. Hapa nilipo nina wiki ya 3 sijatoka ndani. Na ukweli ulivyo bwana Jafari, watu hapa wamesahau wake zao, wanawake pia wamesahau waume zao. Lile tendo hapa limesahaulika, halipo kwa sababu pamenuka. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, mada ya Sheikh Uthmani Michael ni nzuri sana, lakini inataka amani kwanza. Amani ikipatikana, starehe na ndoa inakuwa tamu, maisha yanakuwa mazuri. Niwaambie pia na Watanzania wenzangu, ukiona mtu anahamasisha vurugu, wenzetu hawa wana nauli. Unajua maaskofu akishakuwa na vifedha kidogo, kwa manauli ya kupandia ndege anayokukimbia nchini, anaropoka chochote tu anachojisikia. Lakini wallahi, waumini nyie na waumini wenzangu, nchi hii kikinuka, wewe ambaye huna nauli ya ndege kukimbilia, wala Kenya kwa basi huna, unaweza kukimbilia Kenya kwa sababu Kenya na sisi ni marafiki sana, lakini wewe nauli ya Kenya unayo? Unajua mpaka muda huu ukipanda Tawakal au Tahamili shilingi ngapi mpaka Kenya? Unajua? Wenzetu hawa wakiwa na vifedha wanajisikia kuropoka chochote. Ndugu zangu Waislamu, amani ndio inafanya mambo yote yawe kwa wakati. Tunapata burudani kwa wake zetu kwa sababu ya amani. Niwahusie pia hata ndugu zetu wa Kristo, na hasa mke wa huyu aliyelopoka hili, aongee na mume wake, ili tendo wanalitaka au halitaki. Kama wanalitaka hii burudani, aongee na mume wake, aache kuropoka haya. Watanzania tunajivunia amani, na ndio maana tunaongeza mke wa pili, wa tatu. Kwa sababu gani? Haya mambo tunayapata kwa utulivu. Jamani, ukisikia mtu haya mambo hayataki, mgonjwa, njoo kwa Sheikh Uthmani Michael, dawa nayo, uchangamshwe wewe. Tutakutuvurugia hapa starehe zetu, au kwa sababu nyewe ndio mnaoa mke mmoja huko, mnaoa mke mmoja kwa sababu ndio mvuruge nchi yetu. Sisi kama mimi nina ngoma 3 hapa, mwamba hapa si ana ngapi, si hivi kishafikiza 4 tayari, sijui
na ile tendo zuri kulikweli. Wallahi nakwambia mimi binafsi nalipenda. Kama wewe ulipendi mgonjwa wewe, si bora ukose gari. Wewe nenda vijijini, mtu nyumba yake imeinama namna hii, lakini pita nje usiku usikie miguno kuna starehe zaidi ya hiyo, nitakutuvurugia hapa. Kwa hivyo inshallah mimi nikuombe ndugu zangu Waislamu, tudumishe amani. Semeni amin. Mwenyezi Mungu tujalie nchi yetu endelee kuwa na amani. Semeni amin. Tupate burudani kwa wake zetu. Semeni amin. Tupate furaha ya maisha. Semeni amin. Lakini pia niwaombe polisi na nikuombe wewe Mtanzania, ukimwona mtu yoyote ana viashiria vya kutamka maovu ya kusababisha vurugu nchi hii, wewe mwenye anza na mkate kibao. Alafu polisi, samahani siwaingilii, lakini ukisikia mtu anasema tukinuke, piga vizuri kwanza. Akivunjika hata meno hivi, afu mnamwambia hii ndio amani. Ikivurugika meno huwa yanavunjika katika staili kama hii. Kile kinuke hiki ndio staili yake, ndio hii mwanangu. Mnamkumbusha yuko loka hapo, hana meno mawili mbele. Kwa hiyo kila akigusa ulimi unapita anasema anasema ndio kikinuka inakuwa hivi. Anakuwa na adabu. Ubwabwa anasema mwawa, anajikumbusha mwenyewe, anasema kumbe mwawa imekuja baada ya kuvunja. Inna lillahi. Ndugu zangu Waislamu na wasiokuwa Waislamu, tuilinde amani ya nchi yetu. Ndio furaha, ndio tunu yetu, ndio nchi inakuwa nzuri na mambo yanakuwa mazuri, tunapata kustarehe na watoto wetu. Watoto leo hawatamani kubeba mabegi wakimbie katika nchi hii. Tunatamani watoto wetu tuishi nao kwa furaha. Wewe una mbio za kukimbia, mke wako ana mbio za kukimbia, mtoto wako je, umemfikiria kikinuka? Jamani, tuwaze haya maneno mawili haya. Tusiangalie hii dunia tuna sifa na tamaa ili utawale wewe atawale fulani. Tusiangalie haya, tuangalie na jamii yetu na watoto wetu watakuwa na hali gani kikinuka. Unaropoka tu ili mradi tu uonekane umesema. Jamani, kweli mmesoma Biblia wenzetu au ndo ili mradi tu? Biblia imehubiri amani. Yesu kahubiri amani. Anajua kwenye amani kunapatikana vitu vyote muhimu vya msingi. Basi bwana. Kwa ndugu zangu Waislamu, inshallah la mwisho